Ndio mwanafilamu darasa, karibu tena darasani tuweze kuendelea kujifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na sanaa. Leo hii tunaendelea na mwendelezo wa masomo yetu ya sanaa, ambapo mwanzoni tulikuwa tumeanza na sanaa, maana ya sanaa na historia ya sanaa, lakini tulikuwa tumefikia katika aina za sanaa, ambapo leo hii tunataka tuendelee aina za sanaa na maana yake kiundani kabisa. Lakini kama utakuwa bado haujasubscribe channel hii, ni kuombe uweze kufanya hivyo kwa kubonyeza ile neno subscribe. Itakuja alama ya kengele, bonyeza, itakuja neno all, bonyeza. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kemkem za kitamthilia, za filamu pamoja na masomo ya usio uigizaji ndani ya Steven Makunda Film. Leo hii tunaendelea na mwendelezo wa somo letu la aina za sanaa, ambapo tupo katika zile aina tatu za sanaa. Hizi aina tatu zipoje? Tukasema aina ya kwanza ya sanaa inaitwa sanaa za maonyesho au sanaa za maonesho. Hii ni aina ya kwanza ya sanaa. Aina ya pili ya sanaa tukasema hii ni sanaa ya uonesho, sanaa ya uonesho. Aina ya tatu ya sanaa hii inaitwa sanaa za gibu, sanaa za gibu, G-H-I-B-U, gibu. Hii ni aina ya tatu ya sanaa. Kwa hiyo tutaenda kuangalia aina moja badala ya aina nyingine. Aina ya kwanza ya sanaa ambayo inaitwa sanaa ya maonyesho. Hii ni aina gani ya sanaa? Aina hii ya sanaa ni ile sanaa ambayo huwa inafanywa na fanani katika jukwaa, ambapo hadhira anakuwa amekaa kwa ajili ya kuweza kufuatilia sanaa za maonyesho. Mfano wa sanaa hizi za maonyesho, unapozungumzia labda ngoma, uchezaji wa ngoma, hii ni sanaa ya maonyesho. Unapozungumzia sarakasi, unapozungumzia kuchezea nyoka, unapozungumzia kuchezea moto na vitu kama hivyo, kufanya majigambo, kutamba kwenye stage, hizi zote ni aina za sanaa. Lakini sanaa hizi ni sanaa za maonyesho. Yaani sanaa ya maonyesho sifa yake kubwa ni kwamba fanani anafanya kitu na hadhira akiwa anapokea kwa kuweza kutazama, kwa kuweza kuona kile ambacho kinafanywa na fanani. Kwa hiyo hii ni aina ya sanaa ambayo inaitwa sanaa ya maonyesho. Lakini sanaa ya maonyesho ili iweze kukamilika inahitaji vitu vikuu vinne. Kuwa makini kuweza kufuatilia vitu hivi ni vitu gani. Kitu cha kwanza ambacho kinahitajika, inatakiwa kuwe na mchezo. Jambo la kwanza, kuwe na mchezo. Jambo la pili, kuwe na mchezaji, ambaye mchezaji huyu anaitwa nani? Anaitwa fanani au anaitwa msanii. Kwa hiyo ni ya pili, ni mchezaji. Aina ya tatu, anatakiwa kuwe na mahali pa kuweza kuchezea, aidha jukwaani au uwanjani au wapi. Kwa lazima kuwe na sehemu ya kuweza kuwasilisha huo mchezo. Hiyo ni kitu cha tatu. Na kitu cha nne, lazima kuwe na hadhira, kuwe na watazamaji, kuwe na jamii ambayo inaweza kupokea. Kwa hiyo vitu vinne ambavyo vinapatikana katika sanaa ya maonyesho ni vya muhimu sana. Kitu cha kwanza tulisema ni nini? Kitu cha kwanza tulisema fanani au mchezaji. Kitu cha pili tukasema mchezo. Kitu cha tatu tukasema sehemu ya kufanyia huo mchezo, na kitu cha nne tukasema ni hadhira au jamii ambayo inaweza ikapokea huo mchezo. Kwa hivi ni vitu vinne ambavyo unatakiwa katika sanaa ya maonyesho kuweza kuwa navyo. Lazima viwepo vitu hivi ili viweze kuwa na mwelekeo uliokuwa mzuri kabisa. Lakini kabla hatujahama kwenda kwenye sanaa za uonyesho, hebu tuangalie hii sanaa ya maonyesho kabla ya kuweza kuathiriwa na ukoloni au kabla ya kuathiriwa na mwingiliano wa wageni, kwa maana kwamba wazungu. Ilikuwaje? Katika hii sanaa ya maonyesho kulikuwa na vitu ambavyo huwa mara nyingi vilikuwa vikiweza kutumika zaidi. Kwa mfano, kitu cha kwanza kilikuwa kinaitwa sherehe. Kitu cha pili walikuwa wanapenda kutumia zaidi kwenye masuala ya ngoma. Kitu cha tatu kwenye masimulizi ya hadithi. Kitu cha nne kulikuwa na majigambo. Na kitu cha tano kulikuwa na ibada ya miungu. Kwa hiyo vitu vitano vilikuwa vinaihusisha zaidi hii sanaa ya maonyesho. Na kurudisha nyuma mtazamaji wangu kwamba hapa tunajifunza historia ya sanaa
na sanaa yenyewe jinsi ilivyokuwa mpaka hapa tulipokuwa tumefika katika industry yetu hii ya filamu Tanzania. Lazima tuanze kuangalia chimbuko lake. Kwa hiyo tumeona hapo kwamba sanaa ya maonyesho hii ni sanaa ambayo inafanywa na fanani na hadhira wakiwa wanatazamana, wakiwa wanafuatiliana kwa karibu zaidi. Lakini tumekuja kuona ili sanaa ya maonyesho iweze kuwa hai ina vitu vinne ambavyo kitu cha kwanza ni mchezo, kitu cha pili mchezaji au fanani, kitu cha tatu sehemu ya kuchezea au jukwaa, na kitu cha nne ni hadhira ambaye anapokea ile kazi ya nani? Kazi ya fanani ambao anaifanya. Lakini hii sanaa kabla ya kuingiliwa na ukoloni ilikuwa inafanywa katika maeneo makuu matano. Ambayo ya kwanza tukasema kwamba kulikuwa na sherehe, ya pili kulikuwa na ngoma, ya tatu kulikuwa na majigambo, ya nne kulikuwa na masimulizi ya hadithi, na ya tano kulikuwa na masuala ya miungu, kuabudu miungu. Kwa hivi vitu ndio ambavyo vilikuwa vinafanyika zaidi katika sanaa za maonyesho kabla ya kuingia masuala ya wageni au wakoloni. Wakoloni walikuja kuharibu sanaa ya maonyesho ya kwetu. Kwa maana gani? Wao walileta kitu kinaitwa drama, ambacho hicho kitu cha drama ambacho walikuwa wamekileta wao, na ikumbuke kwamba mashuleni ndio walianza kufundisha hivyo vitu na kuanza kuingiza nadharia ambazo zilianza kuathiri upeo na akili za mababu zetu kipindi hicho, wakiwa vijana, wakiwa watoto wadogo wanajifunza kuhusu masuala sanaa. Kuna baadhi ya vitu walianza kuambiwa labda jando na unyago ni vitu ambavyo si sawa, labda kuna kufanya miungu, jambo hili si sawa, umeelewa? Kwa wakaanza kuingiza vitu vyao, na walimu wote walikuwa ni walimu wa kizungu. Kwa ikaanza kubadilika ile sanaa ya maonyesho sasa kutoka kwenye ile asili yetu na kuanza kufanya drama ambazo zilianza kuongezwa taa nyingi kwenye stage, zilianza kuongezwa miziki, ambapo miziki hiyo pia ikawa inatofautiana na miziki yetu sisi ya kitamaduni. Ikaanza kuingiza hizo soundtrack ambazo zinakuwa zimetengenezwa, zinakuwa artificial kwa vifaa maalum kama vinanda, gitaa na vitu kama hivyo. Kwa tukaanza kuhama taratibu kutoka kwenye sanaa yetu ya maonyesho tukaanza kuingia kwenye drama. Kwa hiyo hapo uanze kuelewa kwamba watu wengi watu tunasema kwamba anacheza drama, lakini hatuelewi drama ilianzia wapi. Drama ilianzia pale wakoloni walipotuingilia katika asili yetu na kuanza kuipuuza sanaa yetu ya maonyesho na kuanza kuingiza drama ambazo ndio hadi leo hii tunazifanya. Wengine tunafanya katika drama, tunafanya katika stage, wengine drama tunafanya katika TV, wengine drama tunafanya katika redio. Lakini asili yake ni kwamba sanaa ya maonyesho ilipokuja kuathiriwa na ujio wa wakoloni, ujio wa tamaduni za kigeni, ndipo tukaweza kuingia katika maeneo kama hayo. Nasema nikupitishe huko Mwanafilamu Darasa ili uweze kuelewa kwa kina kabisa. Mambo haya yote unayapata ndani ya Steven Mapunda Film na director Steven Mapunda, nikiwa naendelea kushibisha katika mambo mbalimbali yanayohusu masuala ya filamu. Kwa hiyo hii ilikuwa ni sanaa ya maonyesho ambayo ni sanaa ya kwanza kabisa, na mifano yake nimeweza kutolea hapo kama ngoma, kama kuweza kuwasilisha hadithi, masimulizi ya hadithi, kuweza kujigamba, kuweza kutamba na vitu kama hivyo. Hizi zote, kuchezea nyoka, kuchezea moto, kucheza ngoma na vitu kama hivyo, hivi vyote ni sanaa za maonyesho. Kwamba sanaa ya maonyesho sifa yake lazima kuwe na fanani na hadhira aweze kupokea. Tunaenda katika aina ya pili ya sanaa. Aina ya pili ya sanaa tukasema hii ni sanaa za uonesho. Sanaa za uonesho kwa maana gani? Sanaa za uonesho hizi ni zile aina za sanaa ambazo kazi ya sanaa ndiyo inaonekana tayari imekwisha fanya, inaonyeshwa kwa hadhira. Kwa mfano uchongaji, uchoraji, ufinyanzi na vitu vinavyofanana vya namna hiyo. Hizi zinaitwa sanaa za uonyesho. Ni kwamba zinaletwa pale mbele, huwa amechongwa labda amechongwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, sanamu yake hii hapa imechongwa kwa kupitia mti, inaonyeshwa pale. Labda amefinyongwa kutumia udongo, anaonyeshwa pale. Labda amechorwa kwenye karatasi,
anaonyeshwa pale. Kwa hiyo hii ni sanaa za uonesho. Lakini kama ikitokea fanani ambaye anafanya kazi hii ya sanaa pale akiwa mubashara, akiwa anafanya hiyo kazi, anachonga na linaanza gogo likiwa tupu, linachongwa jicho, linachongwa pua, linachongwa sikio, linachongwa mdomo, linachongwa shingo, mpaka inakuja kupatikana sura ya mtu. Wakati anafanya ile inakuwa ni sanaa za maonyesho, kwa sababu fanani na hadhira wakiwa pamoja, wakiwa wanafuatilia kazi ya sanaa, hiyo inasomeka kuwa ni sanaa ya maonyesho. Lakini kama akiwa amefanya sehemu nyingine afu inakuja kuletwa katika sanaa kama kwenye eneo la kuweza kuonyesha, hiyo inaitwa sanaa ya uonesho. Mifano yake ndio kama hiyo, uchongaji, uchoraji pamoja na ufinyanzi na aina zingine za sanaa zinazofanana na mlengo wa namna hiyo ambao nimeweza kuorodheshea mwanafilamu darasa. Hii inaitwa sanaa ya uonesho, sanaa za uonesho, au kwa uwepesi zaidi unaweza kusema sanaa za uonyesho, ambazo hizi zimeshafanywa sasa zinakwenda kuonyeshwa kwa hadhira. Hizi ni sanaa za uonesho. Lakini aina ya tatu ya sanaa tukasema kwamba kuna sanaa inaitwa sanaa ya ghaibu. Sanaa ya ghaibu. Sanaa ya ghaibu ni sanaa ya aina gani? Sanaa ya ghaibu sasa, hii ni aina ya sanaa ambayo mara nyingi sana kutafsirika kwake huwa inatafsirika kwa hisia. Inatafsirika kwa hisia kwa sababu sio sanaa ambayo inaweza ikaonekana. Haiwezi kuonekana kama umbo, inatafsirika kwa akili pamoja na hisia. Na ndio maana katika zile maana za sanaa, ukifuatilia katika somo ambalo limeisha, nilikupa maana mbili za sanaa. Nilikwambia maana ya kwanza ni ufundi wa kuwasilisha hisia na mawazo ya fanani kwa hadhira. Mmenielewa vizuri hapo? Kwa hiyo ya aina ya pili kasema ni uzuri wa umbo lililosanifiwa likasanifika na kuleta maana. Kwa hiyo sanaa inaweza ikawa umbo ambalo linaonekana, au sanaa ikawa sio umbo, ikawa ni hisia ambayo huwezi kuiona kwa macho. Sasa hii hisia ambayo huwezi kuiona kwa macho ndio inaitwa sanaa za ghaibu, ambapo sanaa za ghaibu hizi zinatafsiriwa kupitia kitu kinaitwa labda muziki, au labda mashairi, ushairi, vitu kama hivyo, instrument za muziki, kwamba hizi huwezi kuona lakini unazipata kwa njia ya hisia. Kwa mfano kama uimbaji pamoja na utunzi wa ushairi, lakini pia muziki kwa ujumla wake. Kwa sanaa za namna hizi zinaitwa sanaa za ghaibu, ambazo huwezi kuziona umbo lake la moja kwa moja kwamba labda unani kama hata chini, kama tia chini, kwamba hii ina umbo gani. No, huwezi kuielezea umbo lake, lakini inagusa hisia na wewe unaweza kufanyaje? Unaweza ukacheza. Kwa hiyo vitu kama hivi unaweza kuvipata ndani ya Steven Mapunda Film. Ninachokuomba, alika watu mbalimbali, share, comment pamoja na kuweza kulike, ili watu waweze kupata masomo haya ambayo yanaendeshwa hapa ndani ya Steven Mapunda Film. Hapa tulikuwa tunajaribu kuangalia aina za sanaa ambazo tumesema kwamba ziko aina tatu: sanaa za maonyesho, sanaa za uonesho na sanaa za ghaibu. Lakini pia katika hivyo tumeweza kudadavua moja baada ya nyingine. Lakini pia kama utakuwa una swali au utakuwa una ushauri, utakuwa na maoni mbalimbali, comment hapo chini kwamba unaweza kuuliza swali gani au unaweza kushauri kitu gani, ili tuweze kuenda pamoja kabisa ndani ya Filamu Darasa Tanzania. Kwa leo naomba tuweze kuishia hapa. Tulikuwa tukiangalia aina za sanaa katika hizo aina tatu na tumeweza kuzifafanua kwa kina kabisa. Hadi wakati mwingine, mwanzo mwisho ulikuwa nami Steven Mapunda. Bye bye.